بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, بتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo ukurasa nambari 10 katika suali namba 16 linalosema sin suali bayin maana hadithi aljariyati. Bayin, ibainishe maana hadithi aljariyati, maana iliyopo katika hadithi ya kijakazi. Jim, jawab. Alhadithu mudhtaribun. Alhadithu akimaanisha hadithu aljariyati, ile hadithi ya kijakazi. Mudhtaribun ni hadithi ambayo ni mudhtarib. Unapoambiwa hadithi mudhtaribun, ujue ni katika hadithi ambazo ipo katika vigawanyo vya hadithi dhaifu. Tamam, hata kama ni sahihi, lakini ni miongoni mwa hadithi ambazo zipo katika vigawanyo vya hadithi dhaifu, kama alivyosema al-Imam Umar ibn Muhammad ibn Futuh al-Bayquni, wa dhu ikhtilafi sanadin au matnin mudhtaribun inda Uhayl al-Fanni, na hadithi ambayo matni yake inatofautiana matni nyingine, au sanadi yake inatofautiana na sanadi ya hadithi nyingine, lakini hadithi zote hizo ambazo zimetofautiana matni na sanad zinaelezea kitu kimoja, lakini zinatofautiana. Hadithi imekuja inasema anaenda mbele, hadithi imekuja inasema anarudi nyuma, hadithi imekuja anaenda kulia, hadithi imekuja anaenda kushoto, lakini zote zinaongelea kitu kimoja. Hadithi hiyo inaitwa mudhtarib, na ni miongoni mwa katika hadithi zilizopo katika vigawanyo vya hadithi dhaifu. Sasa hii alhadithi aljariya, kabla tuingie katika haya maelezo ya mbele, ni hadithi ambayo imepokelewa katika vitabu vingi sana. Tamam, hata ukienda katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal, ukifika katika musnad ya Ubaidillah ibn Abdullah, utaikuta hadithi hiyo aljariya. Sasa katika matni zake utakuta kuna matni inasema kwamba huyo kijakazi, kwa sababu kijakazi huyu ni wa mtu katika Ansari. Mtu katika Ansari alikuwa na kijakazi wake mweusi, akamchukua akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Mtume amuulize ya kumuuliza, na baada ya kumuuliza athibitishe msimamo wa yule mwanamke kuwa ni mu'min au si mu'min. Sasa huyo mtu alimpeleka kijakazi wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Sasa katika matni kuna matni inayosema huyo kijakazi mweusi alikuwa hajui kuongea, akaulizwa aina Allah, akaelekeza kidole chake wapi? Juu. Au akaelekeza mkono wake wapi? Juu. Tuseme kidole. Akaelekeza kidole chake wapi? Juu, akiashiria kwamba nini? Allah yupo kule anapoelekeza nini? Kidole chake, baada ya kuulizwa aina Allah. Tamam, hii matni ya kwanza. Matni nyingine inakuja inasema kwamba alikuwa anaweza kuongea na aliulizwa aina Allah, faqalat, akasema fi samai. Tamam. Na matni nyingine ambayo ipo katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal, hadithi ya 1580 na nakumbuka namba ile, nilihifadhi ile namba yake, hadithi ya 1000 ni hadithi ya 1580. Tamam. Katika hadithi hii ambayo ipo katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal, hadithi ya Ubaidillah ibn Abdullah, naye anasema hivyo hivyo. Alikuja mtu katika Manswari, alikuwa na kijakazi wake mweusi, akampeleka kwa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule kijakazi, atashhadina an la ilaha illa Allah? Faqalat na'am, akasema ndio. Qala, Mtume akasema tena, atashhadina anni rasulullah? Qalat na'am, kijakazi akasema ndio.
Mtume akasema tena, atu'minina bilba'thi ba'da almaut, je, unaamini kuna kufufuliwa baada ya kufa? Qalat na'am, akasema na'am. Mtume akasema a'tiqha fa innaha mu'mina, muachie, kwani hakika mwanamke huyu ni mu'min. Sasa utaona hadithi, yani hizi matni zinazungumzia maudhui moja ya kwamba mtu katika Maanswari alimchukua kijakazi wake mweusi akampeleka kwa Mtume ili Mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize maswali huyo kijakazi na athibitishe imani yake. Sasa utaona katika matni hii alikuwa hajui kuongea, akaashiria kwa mkono wake juu. Katika matni nyingine akasema fi samaa, aliulizwa aina Allah, akasema fi samaa. Katika matni nyingine ambayo ipo katika Musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal katika hadithi ya Ubaydillah ibn Abdullah, anasemaje? Anasema matni inasemaje? Aliulizwa na akajibu, atashhadina an la ilaha illa Allah? Qalat na'am. Qala atashhadina anni rasulullah? Qalat na'am. Qala atu'minina bil ba'thi ba'da al maut? Qalat na'am. Mtume akasema a'tiqha fa innaha mu'mina. Kwa utaona hadithi inazungumzia maudhui moja, lakini matni zake zimekuja tofauti. Hii inasema vile, hii inasema hivi, ile inasema vile. Kwa hiyo ni hadithi mudharibu. Tamam, na hadithi mudharib ni miongoni mwa vigawanyo vya hadithi dhaifu. Kwa hiyo ni hadithi ambayo tunaipokea lakini haina mashiko, kama alivyosema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, au biibdalihi wala murajjiha, kwenye kitabu chake cha kitabu chake cha Nukhbatul Fikr fi istilahi ahli al-athar, alipozungumzia masala ya mukhalafa na mukhalafa, yani katika vigawanyo vya vya hadithi mardud, ni katika vigawanyo vya hadithi mardud, sababu ni katika at-ta'n, ni katika upande wa ta'n. Tamam, ni katika upande wa at-ta'n, kusema au biibdalihi wala murajjiha, au hadithi ikawa matni yake imebadilika, lakini hakuna matni ambayo tunaitilia nguvu kwamba hii ndio sahihi zaidi kuliko nyingine. Falmudharib, basi hadithi hiyo ni mudharib, ni katika hadithi ambazo ni katika zipo katika vigawanyo vya hadithi dhaifu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hadithi inapokuwa ni mudharib tayari inakuwa ipo katika nafasi ya kuwa ni mardud, haina mashiko. Tamam, haina mashiko. Sasa ndugu zetu mawahabi wameishikilia sana hadithi hii kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala al-makan, kumthibitishia Allah sehemu, kwamba Allah sehemu yake ipo juu. Ya laha min musiba, msiba mkubwa ulioje huu. Nahnu nuthbitu lillahi uluwa al-makanati, sisi ashaira wal maturidiyya wa fudala al-hanabila tunathibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala uluwa al-makanati, utukufu wa sehemu yake, utukufu wa nafasi yake. Wala nuthbitu uluwa al-makan, na wala hatuthibitishe ujuu wa sehemu, kwamba eti juu ndio sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatuthibitishi. Tamam. Sasa na wao wanategemea hadithi ambayo ni mudharib, kitu ambacho katika upande wa aqida hakifai. Kwenye aqida inabidi mtu utegemee hadithi yenye mashiko, hadithi iliyothibiti ambayo ni sahihi, hata kama ni ahad, lakini kikubwa iwe ni sahihi. Tamam, hakika. Kwa hiyo akasema alhadithu mudharib, hadithi hiyo ya aljariya ni mudharib. Wa man jara ala tashihihi, na yule mwenye kupita katika kuisahihisha, kwa maana yule mwenye kuona usahihi wake au mwenye kuthibitisha usahihi wa hadithi hiyo, falaysa maanahu anna Allah sakinu samai, haikuwa maana iliyopo katika hadithi hii mwenye mudharib anna Allah, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sakinu samai, ni mwenye kukaa wapi? Mbinguni. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhihi ala al-hadithi, katika kuisherehesha kwake ala al-hadithi, hadithi hii, qawlu aina Allah su'alun 'anil makanati, kauli ya mtume kusema aina Allah, kumuuliza yule kijakazi aina Allah, yuko wapi Mwenyezi Mungu? Su'alun 'anil makanati,
ni suali la kutaka kutambua nafasi ya Mwenyezi Mungu kwa yule kijakazi, la anil makani, sio suali la kumtaka yule kijakazi athibitishe sehemu aliyopo Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha maana ya kauli ya aina Allah, kwa maana ya kusema kwake Mtume aina Allah, kumuuliza yule kijakazi, maana yake ma'tiqaduki min at-ta'dhimi fillah, ni ipi itikadi yako katika utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa aliposema fi samaa, maana yake amemaanisha Allah yupo katika utukufu ambao hauna mpaka wote. Na katika ile mati nyingine aliposema alipoashiria katika mati nyingine aliashiria, sivyo? Alipoashiria kuonesha juu hivi, maana yake ni hiyo kwamba Allah yupo katika utukufu usio kuwa na mpaka. Haimaanishi kwamba Allah yupo fi samaa. Na katika mati nyingine ambayo alisema pale ya kuulizwa aina Allah, aliulizwa tu atashhadina an la ilaha illa Allah wa qalat na'am, akasema na'am. Qala Mtume akasema atashhadina anni rasulullah, qalat na'am, akasema ndio. Mafumbo hapo. Wa qawluha, na kusema kwake yule kijakazi fi samaa, kusema kwake fi samaa ay rafi'ul qadri jiddan, Mwenyezi Mungu cheo chake ni kikubwa mno. Tamam, rafi'ul qadri jiddan, ay akimaanisha rafi'ul qadri jiddan, Mwenyezi Mungu cheo chake ni kikubwa mno, kwa maana Mwenyezi Mungu yupo katika utukufu usiokuwa na mpaka. Tamam, hakadha. Na hapo utajiuliza kitu kimoja, jamani, hivi katika kuthibitisha imani ya mtu na kumthibitisha kwamba mtu ameingia katika Uislamu, ni mtu auliza aina Allah au ni mtu auliza atashhadina an la ilaha illa Allah wa atashhadina anni rasulullah? Kwa hiyo utaona hizi hadithi mbili zilizokuja na tamshi la aina Allah, yule binti akasema fi samaa, na nyingine ilikuja aina Allah akaelekeza mkono wake juu. Hivi kusema fi samaa ndiyo kuthibitisha imani ya mtu kwamba huyu ni Muislamu, kwamba ameingia katika Uislamu na ni muumini, na kule kuashiria juu ndiyo kanuni ya mtu kuwa ameingia katika Uislamu, au kutamka shahada. Utaona kutamka shahada ndiyo njia ya kuthibitisha imani ya mtu, ndiyo njia nini ya kuthibitisha imani ya mtu. Hata mtu akisema anataka kusilimu, kwa sababu gani? Nimeshatambua ukubwa wa Allah, nimeshatambua utukufu wa Allah. Tutamwambiaje? Utasilimu kwa kutamka shahada mbili. Hakadha. Kwa utaona hadithi ni mudharibu, lakini zote zimekuja kuwa ni sahihi, kwa hiyo hakuna ambayo tunaitilia nguvu zaidi. Kwa hiyo ni mudharibu, kama alivyosema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, au biibdalihi wala murajjiha, au kwa kubadilika matini yake na ikawa hakuna hadithi tunayotilia nguvu kuliko nyingine, sawa sawa. Lakini bila shaka hapa naona hadithi yenye kutilia nguvu ni ile iliyopo katika Musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal, ambayo imekuja kwa matamshi ya saa alitamka, na matamshi yale ni matamshi ambayo nini, mtu akiyatamka anaingia katika Uislamu au anathibitishwa kwamba ni Muislamu. Tamam, hakika. Akaendelea kusema al-Imam, wala yajuzu i'tiqadu, na wala haijuzu kuitakidi anna rasula, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam saalaha anil makan, alimuuliza yule kijakazi anil makani, kuhusiana sehemu aliyopo Allah. Haifai kuitakidi hivyo. Tamam, haifai kuitakidi hivyo. Wala i'tiqad, wala haifai kuitakidi, wala i'tiqadu, wala haifai kuitakidi annaha, ya kwamba yule kijakazi qasadat, alikusudia kwa kule kusema fi samaa, anna Allah sakinu samai, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukaa katika mbingu. Kwa sababu ukisema Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu au yupo katika as-samaa, ayu samaa, ni mbingu gani ambayo Mwenyezi Mungu? Kwa sababu samaa ni mufrad ya samawati, samaa ni mufrad ya samawati. Sasa ni mbingu gani ambayo Mwenyezi Mungu yupo? Kwa hiyo utaona hata maana pia inakataa ile maana kuthibitisha sehemu kwa tamshi ile la fi samaa, pia inakataa. Kwa sababu gani? Tutakuuliza ni mbingu gani ambayo wewe unaamini kwamba Mwenyezi Mungu
yupo katika mbingu hiyo kupitia tamshi hilo la as-samaa. Utaanza kubabaika. Tamam. Na je, ina maana kuna mbingu ambayo imemkusanya Allah subhanahu wa ta'ala? Na ukisema ndio kuna mbingu ambayo imemkusanya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakwambia juu ya mbingu 7 kuna arsh. Kwa ina maana arshi ambayo ni kiumbe cha Allah ni kubwa kuliko Allah mwenyewe. Kwa utaona maana ya sehemu inakataa. Kwa sababu gani? Tamshi la fi samaa katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kuonesha ukubwa na utukufu wa nafasi ya mtu au kitu. Tamam. Naweza nikasema huwa fi samaa al'an, na maanisha nini? Yaani namzungumzia mtu, sio Allah, namzungumzia mtu. Nasema huwa fi samaa al'an, huwa fi samaa al'an, na maana kwamba yeye sasa yupo katika nini? Yupo katika utukufu, yupo katika maisha ya raha, yupo katika maisha ya ukunjufu. Tamam. Hakadha tamshi la fi samaa lina maana ya utukufu wa nafasi, utukufu wa cheo, utukufu wa maisha, utukufu wa hali katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo aliposema fi samaa, yule binti au yule kijakazi pale amekusudia nini? Uluwal makanati la uluwal makani, amekusudia utukufu wa nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si utukufu na si kwamba nini, yani amekusudia ujuu wa nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha utukufu wa nafasi yake, na wala hakukusudia ujuu wa sehemu. Kwa sababu gani? Tamshi ni fi samaa, katika mbingu. As-samaa ni mufrad ya as-samawati. Ukisema sehemu nitakuuliza yale maswali ambayo nimetanguliza hapo nyuma. Tamam. Hakadha qala al-Imam Ali, amesema al-Imam Ali, anakusudia Ali ibn al-Muttalib. Tamam. Amirul Mu'minin. Tamam. anakusudia Amirul Mu'minin. Qala al-Imam Ali ibn Abi Talib. Tamam. amesema al-Imam Ali, la yuqalu aina liman ayyana al-aina, la yuqalu aina liman ayyana al-aina, la yuqalu kwa maana la yajuzu an yuqala, la yajuzu an yuqala, haifai kusemwa aina, yuko wapi. sawa sawa. La yuqalu aina liman ayyana al-aina, anakusudia la yajuzu an yuqala aina Allah, liannahu huwa man ayyana al-aina. Tamam. Hakadha kwa la yuqalu aina liman ayyana al-aina, anakusudia haijuzu kusemwa yuko wapi, liman kwa yule ambaye ayyana al-aina, yeye ndiye aliyeiumba wapi, yeye ndiye aliyeiumba wapi, kwa maana yeye ndiye aliumba sehemu. Haifai kusemwa Mwenyezi Mungu yuko wapi, yupo katika sehemu gani, ikiwa yeye ndio nini, ndio aliyeumba nini, aliyeumba sehemu. Tamam. Hakadha kwa la yuqalu aina liman ayyana al-aina, kwa maana haijuzu kusema kwamba Mwenyezi Mungu yuko wapi. Tamam. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliyeumba nini, sehemu ambayo inauliziwa kwa wapi, ipi. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo qala al-Imam Ali, amesema al-Imam Ali, la yuqal aina, haijuzu kusemwa yuko wapi, liman kwa yule ambaye ayyana al-aina, yeye ndiyo aliyeumba sehemu ambayo inauliziwa kwa maana ya wapi. Tamam. Hakadha fi kitabi ar-risala al-Qushayriyah, matamshi haya katika nini, kitabu kiitwacho ar-risala al-Qushayriyah li Abi al-Qasim al-Qushayri, cha Abi al-Qasim al-Qushayri. Ni kitabu kizuri sana, kitabu kizuri. Tamam. Na ukitaka ufaidike na kitabu, kisome chote mwanzo mpaka mwisho, usiende kutafuta safha fulani tu utakosa mengi. Tamam. Ukikitafuta soma yale yote yaliyomo ndani ya kitabu hicho. Tamam. Nakumbuka kwenye grupu letu la WhatsApp la Markazul Huraidha nishawahi kukituma hicho kitabu. Waqala Abu Hanifa fi kitabi al-Fiqh al-Absat, na amesema al-Imam Abu Hanifa kwenye kitabu chake kitocho al-Fiqh al-Absat, kana qabla al-makan, Allah alikuwepo kabla ya kuiumba sehemu. Kana walam yakun aina wala khalqun,
na alikuwepo Allah, walam yakun aina kana, na alikuwepo Allah, walam yakun aina, na hakukuwepo na sehemu anin, hakukuwepo na sehemu ambayo inafaa kuulizwa nini, kwa wapi. Tamam, hakadha kwa kana, na alikuwepo Allah, walam yakun aina, na hakukuwepo na sehemu ambayo inaulizwa kwa wapi, wala khalqun, wala kiumbe chochote kile, wa huwa khaliqu kulli shay'in, na yeye ndiye muumba wa kila kitu. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote mfano wake yeye. Hii kafu jamani hapa ni zaida. Hii kafu ni zaida, ni herufi ya ziada, haina maana yoyote hapa. Kwa hiyo unaposoma aya hii laisa kamithlihi shay'un, haufai kusema hakuna kama Mwenyezi Mungu chochote, au hakuna chochote kama Mwenyezi Mungu. Haufai kusema kama, walikuwa semaje? Laisa kamithlihi shay'un, hakuna chochote mfano wake. Ile kama itoe ile, kwa sababu ile kama inawajibisha kuwepo uwezekano wa kuwepo mfano wa kitu chingine kama nani? Mwenyezi Mungu. Tamam. Kwa unaposema laisa kamithlihi shay'un, hii kafu ni ya ziada, ni herufi ya ziada, ni zaida. Tamam. Kwa hiyo unaposema laisa kamithlihi shay'un, kwa maana hakuna chochote mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote ambacho ni mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme hakuna kama mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala, useme hivyo. Tamam, hakadha. Alhaditha, aya hii katika sura ash-Shura aya 11. Tamam. Alhaditha anasema, napokea hadithi, mtume anasema alhaditha, napokea hadithi na usema kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru, rawahu al-Bukhari. Tushaisoma hadithi hiyo nyuma. Kana Allah, Mwenyezi Mungu alikuwepo, wa lam yakun shay'un ghayru, na hakukuwepo na kitu kingine isipokuwa yeye tu. Tamam. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari. Al-Imam